Kwa majina naitwa Daktari John Mosoka. Tukaribishe pia wapenzi watazamaji katika mada zetu na vipindi vyetu vinavyoendelea kuhusiana na afya kwa ujumla, lakini kwa siku ya leo tumeandalia mada nzuri sana ambayo inahusiana na umuhimu wa kufanya mazoezi kwa mtu. Unapofanya mazoezi kuna umuhimu gani, lakini pia na namna ya kufanya mazoezi. Watu wengi wamekuwa wakifanya mazoezi lakini hawajui wafanyaje mazoezi. Watu wengi wamekuwa pia wafanye mazoezi, wamekuwa wanaambiwa na wataalamu mbalimbali kwamba umuhimu wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo pia mimi daktari wako kwa siku ya leo nataka nikuelekeze kwamba umuhimu wa kufanya mazoezi ni upi, lakini pia mfano wa mazoezi, lakini pia unatakiwa ufanyaje mazoezi. Umuhimu wa mazoezi, ndugu wapenzi watazamaji, tunashauri kwamba cha kwanza, unapokuwa ukifanya mazoezi unaweka katika mwili wako katika hali ambayo ni nzuri zaidi, ambayo pia unaweza kufanisi shughuli zako mbalimbali zikafanyika vizuri. Lakini pia wapenzi watazamaji, kuhusiana swala zima pia la kufanya mazoezi, tunawashauri pia mtu yote anapofanya zoezi afanye zoezi akiwa na mtaalamu aliyebobea na aliyeelekezwa namna gani akusimamia kufanya zoezi, ambao tunaita kitaalamu physiotherapy. Na mazoezi pia kwa kitaalamu tunashauri unapofanya zoezi, mazoezi yako yasivuke zaidi ya dakika 30 hadi 45. Ndio ufanisi na kuweka mwili wako vizuri, kwa sababu kupitia kutumia dakika hizo 30 hadi 45 saidia mwili wako usiweze kuumizwa, usiumize baadhi ya viungo na ukarudi katika hali ya kawaida, kwa sababu ndani ya hizo dakika ni dakika ambazo zinaweza zikautathmini na kuacha mwili wako katika hali ambayo ni nzuri. Lakini pia tupende kuona pia wapenzi watazamaji, mazoezi tunayozungumzia ni yapi? Mazoezi tunayozungumzia ambao tunatamani kumuona kila mtu akiyafanya ni mazoezi yafuatayo. Mazoezi ya kwanza, unaweza ukafanya mazoezi ya kuruka kamba, ukatumia kamba ukawa unatumia kuruka kufanya mazoezi ndani ya hizo dakika 30 hadi 45. Lakini pia unaweza ukafanya mazoezi ya kuogelea, ukapiga mbizi katika maji ndani ya hizo dakika 30 hadi 45, mwili wako ukakaa vizuri kabisa. Lakini pia kingine, unaweza ukafanya mazoezi ya kuruka katika ngazi, kupanda na kushuka, ni sehemu ya mazoezi. Ukafanya mazoezi ya kukimbia kilomita 5, kilomita 3, kilomita kadhaa, ni sehemu ya mazoezi. Lakini pia unaweza ukafanya mazoezi ya kupiga push up, lakini ukiwa na wataalamu wakuelekeza ukapiga push up ndani ya dakika kadhaa, lakini ukiwa umesimamiwa, ni moja pia sehemu ya mazoezi. Kuna mazoezi pia ya mpira, kuruka mpira, lakini pia kucheza mpira wa football, netball na mipira mingine, ni sehemu ya mazoezi. Lakini pia unaweza ukafanya mazoezi ya kuzungumza katika sehemu mbalimbali, ukawa unazungumza kwa muda mrefu, lakini pia ukawa unachezesha viungo, unavichezesha na unaviweka katika hali ambayo ni nzuri, ni pia ni sehemu ya mazoezi. Lakini pia wapenzi watazamaji, tuone sasa faida gani ambazo mtu anazozipata anapokuwa amefanya mazoezi akiwa amesimamiwa na wataalamu ndani ya hizo dakika 30 hadi 45. Ni faida gani ambazo unaweza kuzipata kimwili kufanya mazoezi? Cha kwanza, faida ya kwanza, mwili wako unaweka katika hali nzuri, mwili unakuwa fit kwa ajili ya kufanya chochote. Lakini cha pili, kumbukumbu zako zinakaa vizuri kabisa, mwili unakaa vizuri, kumbukumbu zinakaa vizuri, ni moja ya faida ya kufanya mazoezi. Lakini kingine, na kukinga na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Unapofanya mazoezi kunakuwa na mzunguko mzuri kabisa wa damu mwilini, hivyo mwili wako unakuwa umeukinga na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza kama vile kiharusi, pressure, kisukari na magonjwa mengine ambayo pia ni sio ya kuambukiza kama vile saratani na kadhalika. Lakini pia umuhimu mwingine wa kufanya mazoezi, faida unayoipata utakapokuwa ukifanya mazoezi, ni pamoja na kusaidia mwili wako kupata joto linalotakiwa, ambalo pia litasaidia mwili wako ukae vizuri ukiwa na joto ambalo linatakiwa. Lakini pia kitu kingine, moja ya faida nyingine pia ya mazoezi ni kwamba itakuepusha na misongo mikubwa ya mawazo, lakini pia itakuepusha pia na changamoto za afya ya akili. Akili yako, fikira zako zitakaa vizuri kabisa unapokuwa ukifanya mazoezi. Lakini cha mwisho kabisa, moja pia ya faida ya mazoezi ya mwisho kabisa ni kuweka mwili wako katika hali ambayo ni nzuri, ambapo mwili wako utakingwa na magonjwa mengi, lakini pia utakuwa na afya nzuri na mwili wako utatunza kumbukumbu zake vizuri. Mwili wako utakuwa na kustawi vizuri kwa sababu utakuwa umeweka vizuri kupitia kwenye mazoezi. Wapenzi watazamaji, tuzingatie kufanya mazoezi. Mazoezi ni mazuri sana kwenye mwili, lakini pia tufanye mazoezi kwa kiasi. Tunapofanya mazoezi sisi wenyewe bila kuwa na wataalamu, tukapiga mazoezi sisi wenyewe, tunaweza tukaumiza baadhi ya viungo, tukapelekea baadhi ya damu kuviria katika misuli, lakini pia tukapelekea misuli kuongezeka zaidi kwa sababu unakuwa hauna mtaalamu aliyebobea na aliyeelekezwa. Lakini pia unaweza ukaumiza viungo vyako vya ndani kama vile figo, bandama, ini likaweza kuumia kirahisi kwa sababu unafanya mazoezi bila kuwa na wataalamu. Hivyo tufanye mazoezi, lakini pia tukiwatumia wataalamu waliofundishwa na walioelekezwa, ndani ya hizo dakika afya zetu zitakuwa vizuri kabisa
na tutakuwa tukiwa hatuna changamoto nyingi za hususa haya magonjwa sio ya kuambukiza. Asanteni sana, karibuni sana pia katika vipindi vyetu vingine vinavyoendelea kufuata.